Tumai kwamba mzima wa afya popote unapotegea taarifa hizi. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na mwenzangu Damian Evans atakuwa na tafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Na moja kwa moja tukingonanga, tuanze na taarifa ifuatayo ambapo serikali ya kaunti ya Mombasa itawahamisha kwa muda wakazi walioko karibu na jengo hatari la ghorofa 9 ambalo limepangiwa kubomolewa kesho na wanajeshi. Akizungumza alipozuru eneo hilo mapema leo, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir amesema zoezi hilo ambalo litatumia vilipuzi huenda likawa na athari hadi umbali wa kilomita 1.2 kutokana na mitikiso, vumbi na kuruka kwa baadhi ya vifaa kutoka kwa jumba hilo. Shule, madrasa na makazi yatafungwa kwa muda wa saa 8 huku wakazi wakiagizwa kutoka kwenye majumba hayo kuanzia saa 12 asubuhi. Haya yanajiri huku tayari zoezi la kuwahamisha kwa muda wagonjwa walioko katika hospitali ya Makadara iliyoko karibu na jengo hilo ikiwa tayari linaendelea. Litaangushwa na jeshi. Na amri ambayo kwamba iliyoko ni kwa sababu ya wakazi wenyewe. Kilomita 1.2, 1.2 kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote ni lazima kutakuwa na evacuation. Kesho kuanzia saa 12 asubuhi mtu yoyote asikae katika nyumba yake, asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo. Madrasa, watu wasiende makazini. Kilomita 1.2 inamaanisha ni kuanzia hapa kwenda mpaka Markiti. Ni lazima tufanye mpango, watu wote will have to vacate. Kila ukiwa karibu, wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri na sio pamba ukasema kwa unaenda kujieka. Pili, lile vumbi litakalotoka, haswa mtu mwenye mtoto, mtu mzima, litaanza kudhuru mapafu yenu. Tatu, kuna uwezekano, hii ni bomu, jumba hata likianguka kuna uwezekano chuma, mawe kuweza kuruka. Ikiruka kuna uwezekano wa kuweza kukupiga wewe kwa sababu ulikuwa pahali ambapo kwamba inafika. Hatutaki kupata athari zaidi. Naam.